الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم إحياء بتقوى الله عز وجل، كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كثر ذكر الله حتى يكون المجنون. كما قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين. Watukufu vipenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ninaihusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka wa taala, na nazihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kama nilivyotangulia katika mwanzo wa utambulisho wangu wa hutuba yangu ya Ijumaa ya siku hii ya leo kwa kusema: waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maneno haya watukufu vipenzi wa Allah tabaraka wa taala yako katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala katika suratul Imran pasipo na kosa lolote, aya ya 85. Allah anasema: hakika yeyote asiyotaka dini isiyokuwa ya Uislamu, mtu huyo haitokubalika dini yake hiyo, na siku ya akhera atakuwa miongoni mwa watu wenye kupata hasara. Kabla sijaenda kokote kwa kuendelea, tumshukuru Allah kwa kutujalia kutufanya sisi kuwa katika dini yake na dini ya haki ya Uislamu. Kwa uchache wa shukurani kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Wengi wa shukurani mbele ya Allah tabaraka wa taala ni kumcha Allah tabaraka wa taala, kufuata maagizo aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala na kuacha makatazo aliyokataza Allah tabaraka wa taala. Huo ndio wingi wa shukurani kwetu sisi kwa Allah tabaraka wa taala. Hutuba yangu ya leo nitasimama katika nukta kuu 4, nukta ambazo nitachokizungumzia wanadamu tulivyoghafirika, tulivyojikita kuishikilia, kuikumbatia, kuithamini dunia na kuacha maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Dalilu za kuipenda na kuishikilia dunia ni zipi? Hizo 4 ndizo ambazo nitatembea nazo katika hutuba zangu 2 za siku ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitabu vyake mbalimbali ama maneno yake ya kutusihi yanasema: mtu yoyote mwenye kuipenda na kuithamini dunia, Allah tabaraka wa taala umjalia mtu huyo mambo 4. Yakishazungumzwa tuyachuje, mimi na wewe tuko katika mambo hayo 4.
Tukiwa katika mambo hayo manne, basi ujue kana kwamba sisi tunatoka katika misingi ya Allah na tumejikita katika maisha ya dunia. Mambo gani hayo? Hayo mambo manne ni mambo gani? Mambo ambayo Mwenyezi Mungu mpambia mtu ambaye anaipenda na kuishikilia na kuithamini dunia ni mambo gani? Talaba dunia alzama Allahu kharuba khishwara. Hayo huwa ni mambo manne. Fal awwal minha, moja kati ya mambo hayo manne ambayo Allah humjalia mtu ambaye anaipenda na kuithamini na kuishikilia dunia. Katika hayo manne, moja kati ya hayo anasema hamma la yanfatiu anhu abadan, hamu isiyokatika, isiyokwisha kwa kuipenda dunia milele. Wakiwa tunaamini ama wakiwa wanaamini, leo wapo, kesho wapo, na wanatamani na kesho na kesho na kesho kutwa wawepo katika ulimwengu wa dunia. Akikutwa na dhuruba ndogo, mtu huyo uhangaika, umtafuta mganga yuko wapi, umtafuta nani yuko wapi akapate kuombewa. Usema mambo yangu yaenda ovyo, kila ninachokifanya kiendi, maisha yangu yashakuwa magumu. Mambo anayotarajia katika dunia ni makubwa, hamu yake ni kubwa, kila analolifanya lisipokwenda basi huhangaika sehemu mbalimbali kwenda kutafuta suruhu ili kuhakikisha maisha yake yanakwenda vizuri. Huyo mtu wa design hiyo ambaye hufanya upembuzi wake pale tu anapoiona dunia kwake ni chungu, hayuko katika misingi ya Allah, amejikita katika maisha yake ya dunia. Mbona fulani anapata, mbona mimi sipati? Mbona yule kafanikiwa, kwa nini mimi tu? Malalamiko kila kukicha. Ukimwambia bwana, we maisha unayoishi katika ulimwengu wa dunia, itafika wakati utaondoka, anaona kama unafanya maigizo na story tu. Ameipenda, ameithamini, ameshikilia dunia kana kwamba katika ulimwengu wa maisha ya dunia anatamani siku zote awe mwenye kuishi katika ulimwengu wa dunia. Sivyo wapenzi watukufu wa Kiislamu, sisi ni watu ambao tumekuja katika ulimwengu wa dunia kwa muda maalum, na tutaondoka katika ulimwengu wa dunia kama walivyoondoka waliopo kabla yetu sisi, kama walivyoondoka watoto zetu, wajomba zetu, mashangazi zetu na baba zetu, nasi tutaondoka kama walivyoondoka wao. Hamu hiyo ya kuipenda isiyokatika hiyo, ambapo haupati nafasi ya kujitathmini kwamba mimi leo mpaka umri niliokuwa nao, mangapi mazuri nimeyafanya, mangapi maovu nimeyafanya, na je, katika maovu umefanya toba mbele ya Allah tabaraka wa taala? La, sivyo. Unaamini kwa vile hali yako ya kiafya iko njema, maisha yataendelea, na unasema utafanya tu. Tubadilike, tutoka katika misingi hiyo, tugundue ya kwamba itafika wakati mimi na nyinyi tutaondoka katika ulimwengu wa dunia na tutakwenda katika makazi ya mwanzo kabisa ya akhera, nayo ni maisha ya kabri. Tujiandae na safari hiyo, tujiweke mbali janga hilo. Wasani na jambo la pili ambalo linazungumzwa, mtu ambaye anaipenda dunia, ameshikilia dunia, kubarikiwa na nini? Wa shughla la yanfatiu anhu abadan, shughuli zisizokuwa na mapumziko milele. Watu hujiita majemedali, watafutaji, wahangaikaji,
wachakalikaji ambao hawana Jumatatu wala Jumanne wala Ijumaa wala Jumamosi. Wao wako katika bize na dunia, kuitafuta dunia, kuhadaika na mambo yaliyopo katika ulimwengu wa dunia. Nafasi hii ambayo mimi na wewe tumeipata, wako watu wameikosa, wamekwenda katika shughuli zao wakiwa wanasema nisipokwenda kibarua changu kisharibika, wakiwa wanasema nisipokwenda ndo basi maisha yatakuwa magumu tena, wakiwa wanasema nisipokwenda ndo basi sitokula leo. Wako hao wamesahau kuwa kuna wakati na siku mtu wa kweli mbele ya Allah tabaraka wa taala hutengeneza ratiba yake vizuri na hutengeneza siku maalum kwa ajili ya kumwabudia na kumshukuria Allah tabaraka wa taala, na siku hiyo ikaundwa siku ya Ijumaa kuwa siku kuu, siku ya sikukuu kwa sisi Waislamu. Watu wanakosa katika swala kama hii, wamekwenda katika shughuli zao. Hao ndio watu waliopambwa na maamrisho ya dunia, wanaithamini na wamekumbatia dunia. Ndugu zangu, tujitahidi katika utafutaji wetu katika maisha yetu kutengeneza siku ama siku ya leo hii kwa ukubwa wa Ijumaa, basi kutulia na kudiriki kuipata siku ya Ijumaa. Wenzetu wana pumziko, Jumapili hamna shughuli zote zinazokwenda, watu wanatulia, wanakwenda katika nyumba zao wanazoziamini katika ibada. Mimi na wewe siku yetu ni Ijumaa, lakini kudiriki katika swala hii ya Ijumaa tunaamini tukiswali tu ama muda mchache wa kuidiriki swala hii ya Ijumaa tutakuwa tumepoteza kila kitu katika maisha yetu. Sivyo hivyo, tukumbuke ya kwamba ni wanadamu na kwa Allah ndio marejeo. Kama tadinun tudanun, kama unavyolima ndivyo utavyovuna. Unavyoishi katika ulimwengu wa dunia, mambo yako, mwenendo wako unaoishi nao hapa duniani ndiyo mavuno yako kwa Allah tabaraka wa taala. Usitaraji ukalima mpunga alafu unataraji kuvuna ngano, haiwezekani. Ukakaa nyumbani kwako hauna kazi ukataraji kupata mshahara, haiwezekani. Lazima ufanye vitu vinavyosaidiana na mambo yenyewe. Kwa hiyo kama kweli tunaitaka pepo ya Allah tabaraka wa taala, lazima tuje katika misingi na maamrisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa yale aliyotuamrisha sisi. Wal asr innal insana lafi khusr lalladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Rabbi shukhra al-sadr wa yassir al-amri wa uhlul uqdata bil lisan wafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Wapenzi watukufu wa Allah tabaraka wa taala, katika khutuba yangu ya pili nitaendeleza na mambo makuu mawili yaliyosalia katika mambo makuu manne ya mtu ambayo ameishikilia, ameithamini, ameikumbatia dunia. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba hal hakum takathur hatta zurtumul makabir. Allah anatuambia ya kwamba sisi wanadamu tumeshughulishwa sana na wingi wa kutafuta mali, zio pamoja na watoto,
mpaka tunaingia katika makaburi yetu, huwa hatuna mema yoyote tuliyoyatenda. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tunavyoishi katika ulimwengu huu wa dunia, tuishi katika miongozo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno ambayo ametuamrisha Allah tabaraka wa taala kuyafuata, ili iwe sababu ya sisi kupata radhi, iwe sababu ya sisi kuridhiwa na kuja kuwa katika pepo za Allah tabaraka wa taala. Watukufu wa Kiislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi moja anasema, kama nilivyoanza katika hutuba ya kwanza, kithir dhikrillah hatta yakulu almajnun, tujikite tukithirishe kumtaja Allah tabaraka wa taala mpaka ifike wakati watu muita mtu huyo kuwa mwendo wazimu. Jaribu, toka nje, piga tasbihi zako, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, wallahi hautamaliza nyumba 5-10 utachoambiwa huyu bwana Qur'ani ishamuumbua, huyu bwana tayari ashachizika, huyu bwana tayari maisha yake yasharibika. Na mzazi mwingine udiliki kusema, la, hiyo njia haifai kabisa mwanangu kumpeleka. Mwangalie fulani, yule alikuwa vizuri tu yule, kumbe uzuri wake kunywa kwake pombe, uzuri wake matusi yake mtaani, uzuri wake kuwa mbali na Allah. Akiwa karibu na Allah, ukimuuliza uchizi wake upi, atakwambia kukicha asubuhi mpaka jua linazama, yeye alhamdulillah 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 alhamdulillah. Huyo alhamdulillah, anakwambia huyo alhamdulillah na nini huyo? Watu elimu wameikosa, watu thamani daraja ya mambo haya wameyasahau, wamejikita, wamejishughulisha na mapambo na matamanio ya dunia. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tutoke huko, twendeni katika misingi ya Allah, tugundue ya kwamba sisi umri wetu unakwenda, umri wetu unapungua. Kwa maneno yake anasema, kulli yaumi la yankusu min umrika, kila siku wanadamu nyie, umri wenu ni wenye kupungua. Kulli yaumi la yankusu min umrika, kila siku umri wetu sisi ni wenye kupungua. Wa anta tadili la nakswa minka, isivyo bahati kinachopungua hicho katika umri wetu sisi anayejua ni Allah tabaraka wa taala na si mwingine. Tunajua leo tupo, lakini isivyo bahati hatujui kama jioni tutafika ama kesho tutafika. Tunajua tuna miaka kadha, lakini hatujui kama tutasogeza mwaka mmoja au miaka miwili mbele, hatujui hilo. Siri hiyo anayejua ni Allah tabaraka wa taala. Hivyo basi tuishi katika ulimwengu wa dunia kwa kujua ya kwamba wakati wowote, muda wowote, sisi ni watu wenye kuondoka katika maisha haya ya dunia. Tujiandae vizuri, tujipange vizuri, kama msafiri anapojiandaa akiwa anaondoka safari yake. Uoga vizuri, uandaa nguo zake vizuri, upanga nguo zake kwa utaratibu. Wakati mwingine akitizama begi limeshakwisha, huenda kununua begi jingine, ununua begi lile, upanga nguo zake na uondoka na mafuta mazuri ujipulizia mtu huyo. Ukimuuliza wapi, mbona upendeza hivi, atakwambia leo ninakwenda kumuona ndugu yangu, leo ninakwenda kumtizama baba yangu, leo ninakwenda nyumbani kwangu mkoa fulani, nina miaka mingi, nina masiku tele sijaonekana kule. Mbona ukwenda uchi, ukajiandaa, ukajipamba, ukapendeza vizuri, ndipo ukaenda huko kwa safari uliyopanga wewe mwenyewe? Vipi ile safari aliyopanga Allah tabaraka wa taala ambayo mimi na wewe inatusubiri?
isiyokuwa na dakika wala siku wala saa maalum, bali ikifika tu basi huondoka katika maisha haya ya dunia. Tujipange na safari hiyo isiyojulikana, hiyo isiyokuwa na siku maalumu hiyo. Na namna bora ya kujipanga siyo kujenga magorofa. Namna bora ya kujipanga siyo kula sana na kushiba. Namna bora ya kujipanga ni kumcha na kufuata maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, na kujikataza makatazo yale aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie sisi tuwe miongoni mwa watu wenye kufuata maamrisho yake na kuyaacha yale makatazo yake, ili siku moja tuwe miongoni mwa watu ambao tunanufaika na kuja kuwa katika pepo za Allah tabaraka wa taala. Nukta mbili kati ya zile nne, ya tatu, wathalithu, anasema nini? Wa amala la yablughu muntaahu abadan, matarajio yasiyofikia mwisho milele. Kila mwaka, kila siku ni mwenye kutaraji. Umejenga chumba zako 2, unasema ikifika mwezi wa 9 lazima nihakikishe mjengo unasimama hapa. Kila anayepita anasimama anashangaa. Mwezi wa 9 unafika, amna chochote, amna lolote ulichoambua. Unajiongezea muda kwa kusema mwezi wa 12 nitahakikisha biashara yangu ile ninakwenda kuroga vizuri, wateja niwapate, na ile nyumba niliyoshindwa mwezi wa 9 ile, basi mwezi wa 12 isimame. Inafika mwezi wa 12 inapita kama ilivyopita mwezi wa 9. Mwezi wa 12 unafika, unasema nimekoma wapi? Nilitaka milioni 3, nimepata milioni 2. Kwa uwezo wake Allah nitajitahidi hiyo milioni 1 niipate. Basi unahangaika mashariki, magharibi, kaskazini.